لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام، والحمد لله الذي أنعم علينا بنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة القرآن، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الذي جاهد في الله حق جهاده وقاتل المشركين والمنافقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته. Watukufu wa Islam, na kuhusieni na kuhusia nafsi yangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa watiifu kwake yeye. Ndugu Islam, hutuba yetu ya leo tutaangalia juu ya mmomonyoko wa maadili na athari zake katika maendeleo ya Uislamu na maendeleo ya taifa kwa ujumla wake. Ndugu Islam, hapana budi hutuba zetu tuzielekeze huko, kwa sababu ni jambo lipo. Jambo la mmomonyoko wa maadili lipo, na kuthibitisha kwamba lipo, angalia au tembelea katika mashule, panda katika madaladala, tembelea masokoni, wewe utapata majibu tu ya maneno haya kwamba kuna mmomonyoko wa maadili au hakuna. Hudhuria katika hafla mbalimbali, kwa mfano kuna ndoa, yani kuna harusi, kuna sherehe ya harusi, kwa mfano kuna dua mahala, afu katazame nidhamu ya watu katika eneo hilo, utapata majibu kuna mmomonyoko mkubwa wa maadili. Sasa kama tatizo lipo na tunaweza tukaliona kupitia maeneo hayo, lazima tujiulize sababu zake ni nini. Kabla hatujajiuliza tunaliondoaje tatizo lile, lazima tujue sababu gani zilizosababisha kuwepo kwa tatizo lile. Ndugu Islam, ukiangalia ukweli wa mambo utagundua sababu zipo nyingi, lakini kuna kubwa kubwa, kuna ndogo ndogo, kuna za msingi, kuna za sekondari. Katika sababu zinazopelekea kupatikana kwa mmomonyoko huu wa maadili, katika sababu za msingi ni wazazi wenyewe
kuwa wako chini au maadili yao ni mabovu. Hii ni sababu ya kwanza kabisa. Wazazi wenyewe hawana maadili mema. Sababu tu hapa tunaziangalia, na haya hayapingiki. Msemaji amesema katika mashairi ya Kiarabu, nitanukuu mawili. La kwanza, msemaji anasema awwalu khubuthul ma'i khubuthu turabihi, chanzo cha ubaya wa maji ni ubaya wa pale mahala maji yalipotekwa. Maji yale umechota mahala gani? Wewe umechota kwenda kuchota maji sehemu yenye udongo, kidongo chekundu, ile udongo ule wa mwekundu ule, na maji yake yanatoka na rangi hiyo hiyo, yana rangi ya udongo, maziwa ile. Ndio yalipotoka yale maji. Hayawezi yakawa safi wakati pale ulipopachota papo hivyo. Umechota maji mahala udongo wake una harufu mbaya, na maji yale unayochota utakuta yananuka, sababu yanategemea maji yale umeyachota mahala gani. Lazima iwe hivyo. Asili ya kitu. Lakini kadhalika mahala pana chumvi, ukachota maji pale, udongo wenye chumvi, na maji nayo yatakuwa yana chumvi. Kwa hiyo huu mmomonyoko wa maadili, asili yake ya kwanza kabisa ni wazazi wenyewe kutokuwa na maadili mazuri. Nasema sababu zipo nyingi, sio hiyo peke yake. Si wote unaowaona hawana maadili mazuri maana yake na wazazi wao wana matatizo. Si wote, kwa sababu chanzo sio kimoja. Tunavitaja vyanzo ili tupate kujua tunatatuaje matatizo haya. Chanzo kingine cha matatizo haya ya mmomonyoko wa maadili ni wazazi kukosa muda wa kukaa na watoto wao na kuwaelekeza. Wapo wazazi wana maadili mazuri, wala wao si watu waovu, tabia zao ni njema, lakini wako bize kiasi ambacho hawana muda wa kukaa na watoto wao na familia zao na wake zao kuwaelekeza juu ya tabia njema. Hata mtu muda tu wa kula na mtoto hapati. Kwa hivyo hajui ulaji mbaya wa mtoto, hajui maongezi mabaya ya mtoto. Maana kuna watoto wana maneno mabaya katika kuongea, hujui. Si kwa sababu wewe una tabia mbaya, hapana, kwa sababu wewe hauna muda wa karibu wa kukaa na watoto wako ukaongea nao. Kama mtoto ana tabia ya kufyatuka maneno, atafyatua maneno, utayasikia, alafu utasema huyu mtoto sasa anakokwenda siko. Kama mtoto ana tabia ya kubinua mdomo na kubinua macho na kusonya na kufanya hivi, wewe hautaona. Pamoja na tabia zako njema, hautaona. Uislamu, hivi ni vyanzo vya mmomonyoko wa maadili ambao tunauona sasa katika mazingira yetu na katika yale maeneo ambayo nimeyataja.
Wewe hata ukizunguka mjini utathibitisha mmomonyoko wa maadili upo. Kawaangalie wale wanaoitwa watoto wanaofanya kazi na kuishi mitaani. Ni watoto ambao kwa lugha fupi watu wanawakatisha, wanaita watoto wa mitaani, lakini wataalamu wamesema sio watoto wa mitaani, kwa sababu mitaa haina watoto. Yaani mtaa Mvuleni hauna watoto wake, wala mtaa wa Yangeyange hauna watoto wake, haujazaa, mtaa uzai. Yaani wale watoto wote wana baba zao na mama zao. Kwa hiyo hao baba zao na mama zao ndo wazazi, ndo nao wazungumza mimi. Kama wenyewe ni shida, na watoto wao watakuwa shida. Kama wao si shida, ni watu wazuri kabisa, lakini hawana muda wa kukaa na watoto wao na kuwaelekeza na kusema nao na kujua tabia zao na menendo yao, watoto wataendelea kuwa shida. Mmomonyoko wa maadili utaendelea kutokea, kwa sababu shida za wale watoto hatutazijua. Uislamu tunatafuta sababu za mmomonyoko wa maadili, na ndio hizi ninazozitaja hapa. Sababu nyingine ni walezi kukosa elimu ya malezi. Mtu analea lakini hana utaalamu katika kulea. Wakati mwingine yeye mwenyewe ndiye anayeharibu wale watoto. Mtoto anaweza akaharibika kwa kumpa sifa mbaya, sifa mbaya tu. Wewe ngedere unamwambia mtoto kakukera, yani tazama kwanza, ngedere we, punda we. Sasa hilo neno likirudia mara kwa mara, likaingia katika moyo wa yule mtoto, likifika katika moyo wake, anakuwa punda mtu au anakuwa ngedere mtu. Punda mtu manake nini? Punda kama unavyojua haendi bila ya mijeledi, na yule mtoto naye anafika katika kiwango hicho hicho, mpaka umnyuke ndo anafanya jambo, bila ya hivyo haelewi. Lakini ukimuita ngedere, tabia zake zile za ngedere ngedere vile vile. Ngedere watu wasiokaa vijijini hawawajui wale tumbili wale wana shida sana. Yaani unamkataza kitu, anaiba mahindi, wewe unakwenda kulinda pale, na yeye anakuangalia, anakusubiri wewe uondoke, alafu yeye aibe. Sasa ndo watoto wanakuwa hivyo hivyo, kile ulichomkataza anasubiri hapa, baba ananiona anioni, na wengine wanakuchungulia vile vile, kama tabia zile ya kuchungulia ngedere wanavyochungulia, wanapanda juu, anakuangalia, upo unamuona au muoni, ukiondoka yeye anafanya tukio lake, ukija unamkimbiza anakimbia. Sasa ile tabia inakuja baada ya wewe kumpa jina mtoto kama lile, na ile mwingine anafanya kwa kutojua tu athari za yale maneno yake katika malezi. Lakini ukienda mbele, ukisipoangalia vizuri, unajijua, unajitukana mwenyewe. Yule hawezi akawa ngedere, wewe ukawa mtu, wakati wewe ndo baba yake au wewe ndo mama yake. Haiwezekani. Mama mmoja wa Kipemba, baba yake mkali sana, alikuwa katika wanafunzi na wasomesha huko mahala fulani. Yule baba yake, neno aliyokuwa analipenda kumuita mwanawe ng'ombe. Akilo, wewe ng'ombe, njoo hapa. Yule mtoto siku moja akajibu kwa utulivu, akamwambia, mimi sio ng'ombe baba. Unasemaje? Akamwambia, mimi ndama, manake mimi mdogo.